Kwa hiyo binafsi kabisa siwezi kusema moja kwa moja ya kwamba huyu Diamond Platinum kwa hichi anachokifanya motoni moja kwa moja. Semi hivyo moja kwa moja, bali nasema hal thuwibal kufaru makanu yafalun, hivi watapata wale ambao wanaoyafanya matendo mazuri mazuri ambao si Waislamu au walio katika nje ya taratibu za Kiislamu, watapata thawabu kwa haya wanayoyafanya? Hii ni istifhamul inkari. Istifhamu inahitaji majibu ya kukanusha. Tubaki hapo kwenye Uislamu. Ni dini ya huruma, ni dini ambayo inatazama utu. Palisikika sauti za wanawake ama kina mama wakiwa nje ya ukumbi. Wanasema wao hawakuwa miongoni mwa watu ambao wamealikwa, kwa maana kwamba hawakuruhusiwa kuingia na walibaki nje. Walistaajabu kuona walioingia ndani, mbona ni watu ambao wana uwezo wa kujilisha, sisi maskini tupo nje. Na inaonekana, mimi sikuwepo, inaonekana kwamba wale watu walikosa iftari. Natamani nifahamu kukosa kwa wale Waislamu au wale watu ambao inaonekana ni maskini waliokuwa nje, au uwezo kubatilisha uhalali ama fadhila zile ambazo wanapata kwa kuingiza wale wenye ambao hawana uhitaji waliokuwa ndani? Jambo la kwanza, siku zote kuna kauli inasema la tataqaddam hatta yaqula laka an-nasu taqaddam. Siku zote kuna kauli inasema usijisogeze mbele mpaka watu wakwambie bana pita mbele ndio na wewe usogee. Sasa hapa nafikiri katika kauli yako umesema dhahiri kabisa kwamba hawakualikwa. Maana yake wamevamia. Sasa hao waliovamia hawajulikani. Hilo jambo la kwanza. Lakini kulalamika kwao hakubatilishi kile kilichopo pale, kwa sababu watu wameweka utaratibu wao bana. Wameweka utaratibu wao, na katika ule utaratibu walioweka hakuna makosa. Bali kama jinsi ambavyo tulivyosema mwanzo ya kwamba kuwapa maskini, kuwaftarisha maskini ni bora zaidi kuliko kuwaftarisha wale ambao wenye uhitaji. Lakini kadhalika ndio maana tukaona Ibn Qudama ya anasema wale matajiri na wanaojiweza na wenye uwezo na ambao bila shaka wapo katika hali iliyokuwa nzuri, katika sadaka ya tatawui, sadaka ya sunna, ni halali kwao, inafaa, na wanahitajika vile vile waitike wito wakiitwa. Yani wakiitwa bana njoni tuwaftarie, yani ni waftarishe leo mimi, na wakati wao wana uwezo inawezekana kuliko hata mimi, basi wana haki ya kuniitika na waje katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo hawa ambao waliosikika wakisema mlangoni la au nje huko, unasema wameona watu wanaingia ambao hawana uhitaji, ndio waliohitajika. Lakini kadhalika na wao wakawepo pale hawakupewa, sio tatizo hilo. Sio tatizo hilo. Na wala haibatilishi kile kilichofanyika kule ndio kawa hakikuwa sahihi kwa sababu eti hawa wamekaa hapa wana uhitaji lakini hawakupewa. Hapana. Kwa sababu ilisikika sauti ya mmoja, sikumbuki kama ni Waislamu au sio Waislamu, alisema kwa nini hii futari asingeandaa sehemu kama yenye uwanja hivi, open space, kila mtu aende, na si kuweka matabaka, hawa waje hawa wasije. Sahihi kabisa, maneno mazuri sana. Lakini huo sasa ni utaratibu wake. Yani ni utaratibu wa muandaaji, yeye ndo anajua naandaa jambo langu kwa utaratibu gani. Kwa hiyo haya yaliyotoka ni mawazo, hatutaki kuyapuuza, tunahitajika kuyachukua kama mawazo yalikuwa mazuri. Kwa wakati mwingine Diamond asikie kauli hizi, achukue kama haya ni mawazo ya watu ambao waliokwenda, kisha baada ya hapo wakabakia kusalia wao nje. Kwa hiyo achukue kama ni mawazo, wakati mwingine akiandaa basi alifanye katika uwanja ambapo wanaweza kwenda watu wa aina mbalimbali. Nafikiri ni wazo zuri, si wazo baya, ni wazo zuri sana, kwa sababu pia litasaidia. Pia kuna wengine ambao inawezekana wakawa wametoka katika mihangaiko yao, kuna iftari hapa na mimi akitazama muda wake anaona nyumbani siwezi kuwahi, anaweza kupata pale na wewe ukaendelea kuvuna thawabu na kuvuna malipo ambayo yalikuwa mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mtihani tulikuwa nao ndugu yangu bwana Nyundo ni huu ufuatao. Sasa hivi yani dini yetu hii tukufu ya Kiislamu ni kama inapoteza mwelekeo kwa hali ifuatayo. Yani kunaibuka watu ambapo maalumati yao katika dini ni madogo au hakuna kabisa, lakini ana uwezo wa kuisemea dini kama vile yeye ni mwanadini. Hii ni tatizo kubwa sana. Hivi ni kweli kabisa inawezekana ikawa pale kaenda shekhe wa mkoa, Shekhe Walid Al-Hadi, yuko pale shekhe wa mkoa,
ambapo sisi tunaamini kabisa Sheikh Walidi ni shekhe mwenye maalumati makubwa sana, kiongozi wetu sahihi kabisa. Je, inawezekana kaenda mahala penye maajabu mauzauza pasipofaa, ye kaenda pale mahala ikawa tu ni mtu ambaye wajabu tukaenda pale basi? Hapana. Kubali kuunganika na watu ambao wanajiita mitume. Watu wanaojiita mitume watabakia wao kujiita mitume. Haibatilishi chochote, kwa maana wao kuendelea kujiita mitume na kwenda pale katika sehemu ya iftari. Haibatilishi chochote wao kuendelea kujiita mitume. Hawa wanaopiga kelele wangekuwa wa kweli, wangewafuata kule kwanza waliko, wakaenda kuambia nyie sio mitume. Hawa wafati, hawaendi, wao wanasubiria wakiwaona watu ndio waanze kuwashambulia watu katika hali za namna hiyo. Si maajabu haya. Nani kaishawahi kuwafuata? Si wanawajua walipo? Walishawahi kuwafuata hata wakaenda kwa jamani nyie sio mitume, wakawalingania, wakatuambia jana sisi tumeshaenda pale. Nani alishafanya hivyo? Hakuna. Sasa kama hakuna, wewe unalaumu vipi watu katika jambo hilo ambalo wewe mwenyewe hukulifanya? Katika aru alaika idha fa'alta adhim, wanasema wasemaji ni aibu kubwa kabisa pale ambapo wewe hujafanya hicho kitu cha hali ya namna hiyo, alafu wewe unawatuhumu wengine kwa nini hawakufanya wakati wewe mwenyewe hujafanya. Unamtuhumu mtu hakufanya wakati wewe hicho unachotuhumu kwamba hakufanya fulani wewe mwenyewe hujafanya. Hao wanaojiita mitume wanajulikana, wanapopatikana panajulikana. Kwa nini msiende mkaenda kufanya da'wa zenu hapo, alafu baadaye mkaja kuyasema haya? Hawaendi, wana kazi yao kulaumu watu wengine. Huu ni mtihani mkubwa. Kwa hiyo dini ilicho kibaya ili waweze kukiacha. Fala takun qadiyan, lakini usiwe ni mtu wa kuhukumu. Yule motoni, yule peponi, kama vile wewe ndio umepewa ufunguo wa pepo unamuingiza unayemtaka, na wewe ndio ambao ulopewa ufunguo wa moto unamuingiza motoni unayemtaka. Sasa hivi watu wako hivyo. Yaani kuna miungu watu inayotembea hivi sasa. Ni mtu lakini yeye ana daraja ya uungu. Anajua nani wa motoni, nani wa peponi. Yani yule anapewa makosa, yule anapewa mabaya. Yani kama vile malaika muandika mema na muandika mabaya. Yani yeye anakuwa ni malaika muandika mema, na yeye mwenyewe huyo ndio malaika muandika mabaya. Tena mema anajiandikia yeye, alafu mabaya anamuandikia mwingine. Ndio tatizo tulokuwa nalo hivi sasa. Kwa hiyo binafsi kabisa siwezi kusema moja kwa moja ya kwamba huyu Diamond Platinum kwa hichi anachokifanya motoni moja kwa moja. Semi hivyo moja kwa moja, bali nasema hal thuwibal kufaru makanu yafalun. Hivi watapata wale ambao wanaoyafanya matendo mazuri ambao si Waislamu au walio katika nje ya taratibu za Kiislamu, watapata thawabu kwa haya wanayoyafanya? Hii ni istifhamul inkari. Istifhamu inahitaji majibu ya kukanusha. Na mwisho nikimalizia na mkasa wa Abu Nawas. Abu Nawas ni shairul Abbas ambaye aliwahi kueleza shairi nzito sana kwa bwana mkubwa al-Imamu Shafi'i. Wakati wa al-Imamu Shafi'i, Abu Nawasi huyu alisema maneno mazito mno. Ndio maana yananishinda kutoa hukumu moja kwa moja kwa Diamond na wenzake. Na hofia kutoa hukumu ya moja kwa moja kwa sababu ya kuangalia hizi taratibu namna jinsi zilivyo. Huyu bana yeye katika alikuwa ni shair, ni mshairi, bingwa la mashairi, kwa sababu pia ndio maana tunasema mashairi, masala ya mashairi haya ya kuchana na nini si tatizo, bali ikiwa kama yatakuwa ni mashairi yanapelekea katika uovu, hapo ndo sawa. Sasa yule bwana mkubwa yeye akatoa mashairi akasema, anasema da'il ubada, anasema waache sana wale watu wanaofanya ibada, lil masajidi yaskunuha, katika misikiti waende wakakae huko wafanye ibada zao. Sawa? Wada'il khumara, lakini kadhalika na uache wale ambao walevi tunaokunywa mpaka tukalewa, tuacheni tunywe mpaka tusaze katika hali za namna hiyo. Kwa nini? Akasema maqala rabbuka wailun lilladhina sakaru, kwa sababu Mwenyezi Mungu akusema adhabu kali itawaendea wale ambao wanaokunywa, bal qala wailun lilmusallin, bali alisema adhabu kali itawaendea wale wanaoswali. Alichukia sana bwana mkubwa al-Imamu Shafi'i baada ya kupata habari hizi. Haruna Rashid alitaka kumkata kichwa huyu bwana. Wenzake wakamuombea, wakawaambia inna shu'araa, hakika washairi namna walivyo
yaquluna ma la yaf'alun, wana tabia ya kufanya wasio, yani wanasema wasichokifanya. Washairi wako hivyo, na hata wanamuziki wenu wako hivyo, wana tabia ya kufanya, ya kusema wasio yafanya. Utamuona mtu anasema yani kwa mwanamke huyu hapa ndio nimefika, baada ya siku 2 hayuko naye, ana mwingine. Sasa unashangaa yale ulosema jana na leo inakuwaje? Tena wakati huo anasema tena wakati huyo wa pili anasema kumkanyagia yule wa kwanza aliyopita. Kwa hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo wana tabia ya kusema wasio yafanya. Aywa basi muache huru, wakamwacha. Sasa yule bwana hakuchukua muda mrefu akawa amepata maradhi, kaumwa akafariki. Al-Imam Shafi'i akakataa kwenda kumzika. Akasema hakuna kumzika huyu, bali azikwe tu na watu wawili watatu, habari yake imekwisha. Basi wakati wanamuandaa sasa katika sala la kwenda kumzika, wanaangalia katika nguo zake. Wakuta katika nguo zake kuna mashairi yule bwana ameandika. Andika mashairi magumu sana. Miongoni mwa mashairi aloandika anamwambia, ya Rabbi, Mwenyezi Mungu, ikiwa kama kwako Mola wetu wanakuja wale watu wanaofanya matendo mazuri tu, tena ambayo yanakuridhi na kukupendeza we Mola wetu, sisi ambao ni watu wabaya tunaofanya matendo mabaya yanayokuchukiza ewe Mola wetu, twende kwa nani atakayetupa huruma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Maneno magumu sana. Kwenye nguo yake kaandika mashairi yale. Walipoyaona yale mashairi haraka sana wakayachukua wakayapeleka kwa al-Imam Shafi'i. Fika pale kwa Imam Shafi'i, alipoyaona tu yale mashairi pale akasimama akawaita watu kaambia, haraka sana twendeni tukamzike yule bwana. Watu wanashangaa, huyu ndo ambaye alituambia tusimzike, na huyu ndo ambaye anatuambia haraka sana twendeni tukamzike. Basi umefika pale, baada ya kumzika sasa wanamuuliza, Imam, tuambie hii imekuwaje? Akasema, naam, siku zote katika yale ambao niliyoyaona katika mashairi yake, huyu bana hatuwezi kumhukumu moja kwa moja. Yani hatuwezi kabisa kumhukumu moja kwa moja, kwa sababu haya mashairi yanaonyesha tauhidi ya hali ya juu. Haya mashairi yanaonyesha imani ya hali ya juu. Haya mashairi yanaonyesha kujutia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hali ya juu katika yale ambayo amekuwa akiyafanya. Kwa hali hii sasa akasema al-Imam Shafi'i, siku zote tujitahidi sana kuwa ni watu walinganiaji, tusiwe ni watu wanaotoa hukumu, kwa sababu suala la hukumu ni lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ukimwona siku zote mtu kazi yake ni kuhukumu watu tu, basi jua kabisa huyo kajipa cheo cha uungu. Kwa sababu kweli kuna wakati mwingine unaweza kumuona mtu anafanya matendo ukasema kwa matendo haya kuna hatari. Lakini je, unajua siri yake huyu baina yeye na Mola wake? Anapokuwa faragha, unajua anachokifanya na Mola wake? Kuna wakati mtu anaweza ukamuona katika mandhari ya nje ukasema huyu mtu ajabu sana, lakini katika mandhari ya ndani ana munajati rabbihi, ana kule kunongona na Mola wake ambapo hakujui mtu mwingine yoyote ila ni yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ila ukimuona nje huku unaweza kusema hakuna mtu mshenzi kama huyu. Kwa hiyo tunahofia kutoa moja kwa moja kusema fulani huyu wa motoni, kwa sababu hatuna yani funguo za kuwaingiza watu motoni na wala hatuna funguo za kuwaingiza watu peponi, bali yale tunayoona tuna haja kuyabainisha yale kuliko kumtaja yeye mwenyewe. Kwa maana swala hili si sawa, halifai yeye kumwambia kwamba huyu wa motoni kwa sababu kafanya, ni hatari sana, hatari sana. Mwenyezi Mungu tunaomba atujalie kila la kheri. Kwa mimi naweza nikasema tu Sheikh, yani huyu bwana huyu nani anaitwa Nasibu Abduli au Diamond, alichokifanya katika sala la kufutarisha ni swala zuri, isipokuwa aboreshe uzuri zaidi kutoka hiki alichofanya leo. Basi akifanya wakati mwingine basi afanye kwa uzuri zaidi, awaite wale watu ambao hawasiojiweza, awaite kwa wingi zaidi kuliko wale ambao wanaojiweza, atakuwa amefanya kilicho bora zaidi. Kakosea mtu mwelekezeni, si ndio hivyo ilivyo? Aelekezwe tu bana, hapa bana ungefanya hivi, ungefanya hivi, ungefanya hivi, ingekuwa bora zaidi kuliko kumtuhumu na mtu kumwita majina mabaya chezi kabisa huyu. So sawa bana, si katika dini hiyo.